Ni kusalimu rafiki yangu popote pale ulipo na unapoendelea kunisikiliza. Leo tuna topic inasema, unapoona ndoto au maono umevaa mshipi ina maana gani? Ukisoma kile kitabu kitakatifu cha Ufunuo sura ya kwanza kuanzia mstari wa 9 mpaka 20, tunaona Bwana Yesu Kristo alikuwa amevaa mshipi wa dhahabu. Na kuna wengine unaona ni watumishi wamevaa mishipi miekundu, wengine ya njano, wengine unaweza kukuta wamevaa ya zambarau, wengine ya njano, wengine mieupe. Kwa hiyo kwa namna yoyote mshipi huwa unawakilisha kwanza utumishi, lakini pia inawakilisha nafasi yako, lakini pia inawakilisha cheo chako. Aina ya mshipi unaweza kuwakilisha nafasi fulani au cheo fulani au utukufu fulani. Sasa ukiona kwenye ulimwengu wa roho umepewa mshipi wa dhahabu, ina maana umepewa utukufu. Lakini pia ukiona kwenye ulimwengu wa roho umepewa mshipi wa zambarau, ina maana ni ishara ya ukuhani na ufalme kwenye ulimwengu wa roho. Ukiona umepewa mshipi mweupe, ina maana ni ishara ya utakatifu. Ukiona umepewa mshipi mwekundu, ina maana ni ishara ya msalaba wa Yesu Kristo. Ina maana umepewa mamlaka, umepewa neema ya kumtumikia Yesu Kristo, kusimama katika injili yake na kumtumikia. Kwa sababu gani? Angalia Danieli kama mtawala anaweza kupewa mshipi wa zambarau. Lakini pia kama wewe ni mtumishi wa Mungu unahubiri injili, unaweza kukuta kwenye ulimwengu wa roho umevaa labda kanzu nyeupe na mshipi mwekundu. Ina maana wewe umepewa neema ya kuwa mwanafunzi wa Yesu na kusimama katika kusudi la kusimama katika msalaba wa Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo, kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo na kumhubiri Yesu Kristo. Kwa hiyo kwa hayo na baadhi ya mengine mengi, ukiona unaibiwa mshipi wako, ina maana unapoteza ile nafasi, unapoteza ule utukufu, unapoteza hicho cheo, unapoteza hiyo nafasi. Ukiona labda mshipi wako umeoza, ni kama tukiona kwenye kitabu cha Yeremia, anachukua mshipi anaenda anauzika sehemu unaoza, na anawaambia kama jinsi mshipi huu ulivyooza ndivyo na wana wa Israeli mambo yao yataharibika, ndipo hawatofaa kabisa kila watakachokifanya. Kwa hiyo mshipi ina maana inaweza kuwa nafasi, utukufu, baraka, kibali, neema fulani au cheo fulani. Nawapenda. God bless you. Be a shining star in Jesus' name. Shalom.